Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kero ambazo mimi nitazitoa kwanza kuhusiana na maji. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuletea maji toka tuzaliwe huko, na kabla tujazaliwa maji yalikuwa yanavushwa kwa madebe hapo. Mpaka sasa yamevuka kwa njia ya kitaalamu. Lakini kero moja kubwa hii ambayo ndio inatukera sana kuhusiana na maji. Mpaka leo wanafunzi naona kule wapo Wachole, Wajuani na sehemu nyingine. Lakini wanakaa baada siku 2 3 wanatoka kule na visado nini, wanatumwa kuja majumbani kuchukua maji. Na maji hayo majumbani ndio tunategemea hayo, lakini tunagawana hivyo. Tunawapa, wanaenda kuyatumia kule. Kesho yake tena maji yanakatika pasi na sababu. Umeme unakuwepo, mashine inakuwa nzima, lakini ukiuliza kupati jibu la sawa. Kwa nini maji yanakatika mara kwa mara? Hili ni kero kubwa mno, mpaka sisi wengine linatutia hofu kuvuta maji majumbani mwetu, kwa sababu nitakuwa navuta hewa. Ili Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hebu utuulizie vizuri, kwa nini maji yanakatika sana? Na tushasema sana kwenye vikao, ila bado lingalipo. Ili ni kero kubwa sana kwa mimi na uliona. La tu kunipatia nafasi hii, naomba kulijibu swali la ndugu Faki Mahadhi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kama unavyofahamu, kijiji hiki cha Jibondo au ni kisiwa cha Jibondo kina mradi wa maji wenye takriban bilioni 1.9. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata huu mradi. Kabla ya hapo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, maji yalikuwa yanatoka Utende kwa maboti. Watu walikuwa wananunua maji zaidi ya shilingi 1000 kwa ndoo au dumu ya lita 20. Lakini kwa sasa tuna vituo 20 vya jamii na takriban watu 66 wamejiunganishia maji majumbani, wanaendelea kupata huduma. Nikiri kwamba kuna wakati inatokea changamoto ya huduma ya maji, ni kweli. Lakini watakumbuka nilikuwepo hapa miezi kadhaa kama 2 iliyopita au 3, tulizungumza kuhusu changamoto ya maji. Changamoto ya maji hapa mwanzo kulikuwa na maneno mengi sana kwamba mradi huu umezidiwa, watu ni wengi kuliko uwezo wa chanzo pamoja na miundombinu mingine. Lakini tulipiga hesabu kwa pamoja kwenye kikao cha kijiji hapa, na tukabaini kabisa kwamba tenki letu na miundombinu yote bado ina uwezo wa kuhudumia siku 3 likishajaa lile kwa watu waliopo hapa. Lakini changamoto kubwa ilikuwa ni usimamizi ile kamati ya maji, na tulifikia mwafaka hapa na tumeanza kulifanyia kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kulikuwa na changamoto kati ya katibu wa huku na operator, kwa sababu kisima kiko ng'ambo, kwa hiyo lazima kuwe na mawasiliano. Sasa wenyewe tu walikuwa wanavutana. Hilo tumeliondoa, kwa maana operator alikuwa na operate kule tulishamuondoa, tumembadilisha, mweka mtu ambaye perfect, na mtu wa huku katibu tayari tarehe 1 tumeshamuondoa ili tuweze kuboresha. Lakini Mkuu wa Wilaya, utaona kwamba inawezekana, leo sasa changamoto inawezekana. Ukiangalia huduma ya maji pale unit zetu liko shuleni na uhalisia kwamba maji hayapatikani, kwa kweli inakuwa haziwiani. Kwa huduma ya maji ipo, lakini tukiri kwamba kuna wakati kunatokea changamoto, na changamoto naziondoa tunapokwenda kuboresha hii kamati ya maji. Mambo yote yatakwenda vizuri. Lakini wewe ulali huku upo manager Sibiuso, maji yana chumvi, maji si yana nini hivi, mnafanyia treat maji mara ngapi? Utaratibu ukoje? Na Sibiuso, maji yanatoka kweli hayatoki? Wewe sema, na kama mfungui maji kwa nini? Hili sio au nakupa wewe. Asante Mheshimiwa wa Wilaya. Kweli nikiri kwanza, Sibiuso ilikuwa inaandamwa na changamoto. Swali. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Wewe, asante. Usinichukulie huko. Asante. Samahani. 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 Changamoto. Sema maji yanatoka yatoka. Yanatoka. Wananchi, maji yanatoka yatoka. Twende Bombani. Yanatoka.
sielewi. Wananchi, maji yanatoka hayatoki? Usidie mchukue kwanza, nenda naye. Mchukueni huko kwanza, nene pembeni. Haya, meneja endelee. Na kujichanganya na wewe tunakubeba. Wewe mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili kuondokana na hizo changamoto ambazo zinajitokeza ambazo si za lazima, si za kimiundombinu, tumesema kwamba tunaboresha ile bodi. Kwa hiyo tuko kwenye hatua, tumeshakamilisha, umeshaanza kazi. Kwa hiyo tunategemea kuanzia sasa zile changamoto ndogo ndogo zitakuwa hazipo. Lakini kuna swala hapa ambalo halijazungumzwa, lakini kwenye ofisi yangu limefika na kwako limefika, swala maji kuwa na chumvi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika ladha ya kawaida ambayo tumeijaribu kati ya maji ya chanzo na hapa yanayofika hayana chumvi. Lakini sisi tumeyachukua maabara, tumeshapeleka maabara, kwa hiyo tunategemea wiki tutapata majibu ya maabara ili watuje tupate majibu ya kisayansi kama kuna changamoto yote kuhusu haya maji. Asante mheshimiwa. Unajua, kabla mimi sijaja Jibondo hapa, nilipata changamoto ya Jibondo. Cha kwanza, maji CBUSU wanafungua muda wanaotaka wao. Mimi habari zote ninazo, ndio maana huyu kanidanganya. Afu naongea naye anasema subiri kwanza. Nisubiri kitu gani? Wewe meneja ulali huku. Wenzako hao wanakudanganya. Wanajifanya miungu watu. Anapojisikia ndo anafungua maji, akisikia anafunga. Sio kwamba maji hakuna, maji yapo, lakini mfungua maji ndiye ambaye anajipangia mwenyewe ratiba. Habari mimi zote ninazo. Na mimi nimekuuliza maswali haya mtego. Sio kwamba ninapokuja hapa mimi nakuja kama tutusa, sijui chochote kinachoendelea hapa. Najua yote. Na hata wananchi wanauliza na yajua. Ila nataka niwasikie wenyewe wanaofanya nini? Wanavyosema na nini ninavyo respond. Mimi nataka kwenye mkutano wangu ninavyokuja nataka mwajibu wananchi majibu ya kushibisha. Majibu ambayo anakwenda kwenye utekelezaji. Majibu anayojibu huyu, anajibu hapa sisi meza kuu. Wananchi huko wanawajibu nini? Mimi tu ananiambia subiri kwanza. Mwananchi atamwambia huyu mtoe. Sio unaelewa? Tafuta mwingine, huyu hafai kuwa kwenye jumuiya ya watumia maji. Sawa? Wananchi mnasemaje? Sasa wengine mimi siwezi kuwahukumu kwanza. Labda ningewaona hapa na CV zao na majibu yao. Lakini kwa huyu tu kama hapa meza kuu kajibu hivi. Huko wananchi anawajibu nini? Ina maana ni kweli maji yani anaamua sasa hivi nawafungulia, sasa hivi nawafungia, sasa hivi nawafungulia, sasa hivi nawafungia. Wewe huko umekaa kule Kinondoni unajua maji yapo Jibondo. So shaleta mradi una maji muda wote. Mimi nimepita kwenye virula hapo, unaona kabisa virula vimekaba, wanasema hii kirula kinatoa maji kweli? Nilikuwa nauliza labda. Kirula hiki kinatoa maji kweli hapa? Yaonekana kabisa kirula kingine kina hadi kutu. Anaamua tu leo atoe, kesho asitoe. Hapa inatakiwa CBUSU hapa itazamwe kwa kina. Una shida hapa. Na meneja urudi tena hapa, ukae kikao hapa, mfanye mkutano, uwatafute uongozi mwingine. Tuendelee na inayofuata. Anafuata nani?